nikiona mtu ambaye anaenda kinyume na mtazamo wetu na mclutch. Kuna sehemu nimemkuta Trump kwa wenzetu walikuwa wanamshambulia, akamwambia shuka mara moja, tutafute sehemu ambayo tunaweza kupiga huyu nyoka tukiwa tuna vifaa vya kutosha vya kumpigia. Tumpige Mama Samia na watu wake tukiwa tuko comfortable kwenye live ambazo zinatupa comfortability ya kuweza kufanya hivyo. Miongoni wa live ambao tuko nazo watu wetu ni hawa hapa, wakina Mira, wakina Bako, wakina Emi na wakina DQT. Hawa watu ni watu ambao tumekubaliana kindaki kwamba tumeamua kupambania hili taifa. Jamani, kila wanachokizungumza hawa watu wanakosea, wanaweweseka, na nimeshawaambia tangu asubuhi zimeshavuja kwamba hawa watu wanaongea maneno yao ya mwisho, kiasi kwamba wameshapata taarifa kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 2026 tunaandamana. Tarehe ngapi mwaka ujao tutaandamana kwa Afcon. Wameshaweweseka, ndio maana wanaenda kwenye media wanazungumza maneno matamu wakati hawana utamu wowote, kwa kuwa hawajui kuzungumza, hawajui, yani wameshafanya makosa kiasi kwamba hawezi kuambia Watanzania kitu chochote ambao wakakielewa. Tufocus, tusitolewe kwenye njia, tusitolewe kwenye reli. Hakuna mtu mwenye maamuzi ya kuweza kuamrisha Watanzania wafanye anachokitaka binafsi yeye, isipokuwa tunafanya chini ya mtazamo wa mustakabali wa taifa. Taifa hili linatakiwa kukombolewa, na wanaokomboa taifa ni mimi na wewe, na haya maneno yazungumza ya kuamsha watu tofauti. Jamani, tufocus. Wanaamini kabisa tukiingia barabarani hakuna namna kuweza kuua watu, hakuna namna kuweza kuwasurubu tena watu, isipokuwa kazi itakuwa imejifunga. Wana kesi nyingi ambao hazijapatiwa ufumbuzi, na ufumbuzi wake ni kufungwa, kwa sababu wana hatia moja kwa moja. Je, leo raia wakiamka, wakiingia barabarani, wakafanya zaidi walichokifanya mwezi 29, nchi tayari, kwa kuwa ni ombi lingine tena, msisitizo mwingine tena wa kutaka taifa lao, wameshanyimwa pesa kutoka nje ya nchi. Hawana pesa, hawawezi kuuza tena taifa. Tumeshastuka, mnatuuzia taifa bila idhini yetu. Wameshakosa, wanauza kila kitu ambacho kila muda tunazungumza. Unajua wanavyochukua maamuzi, tuwapiga kelele, dunia inaona, vyombo vya habari vinaona, sekta hasa za kiraia zinaona. Watu tukipiga kelele, hatutaki tuuziwe taifa letu, kwa kuwa hakuna tunachoikosa. Hatutaki maeneo yetu yauzwe, hatutaki asilimali za Tanzania ziuzwe. Maana yake sisi tukosefu kiasi kwamba hata aliyenunua ikifika siku tukompeleka mahakamani, hata hana namna ya kuzungumza. Yeye tunazungumza anarekodiwa, recorded. Watanganyika walisema hawataki kuuza mali yao. Watanganyika walisema kabla ya wewe kufanya maamuzi yoyote, hawa watu wanaotuuzia taifa tupambane nao, tuwaondoe. Na kuwaondoa ni mimi na wewe kutoka kwa namna yoyote, kutumia asilimali nguvu, asilimali akili, kuweza kuingia barabarani na kuwalazimisha kutoka. Taifa limeshakuwa ni kama shamba la bibi. Wanaiba kwa sababu hawana uwezo wa kuongoza taifa, wanaimba kwa sababu wao hawakusoma, wamepata taifa kindondokera kwa kuua watu. Ndio maana wanafanya jitihada ya kuiba, kwa sababu hawana uwezo wa kuongoza taifa. Hatimaye watakapokuwa walimaliza, wakichukua wenye akili, wabaki na walichokiiba. Na tunawaambia taifa hili aliyoiba, kwa kuwa ameona ni sehemu ya kuiba, ameshikamana na wana CCM na wana mtandao kwa watu wenye malengo ya kuibia taifa, hatutowaacha. Mali zetu, mali za Watanganyika watazirudisha. Uhai wa wenzetu lazima watuambie ni wapi wamepeleka wenzetu, wameua kwa sababu gani, ni wapi, ni kwa nini wamekodisha taifa letu wakauza kwa Wachina na Waarabu
Nchi ya watu weupe watu weusi imegeuka watu weupe. Imegeuka nchi ya Wachina. Tusikubali, tusifumbe macho. Wakilala si tuendelee kupiga nondo. Wakiamka tuendelee kupiga nondo. Wakisinzia tuendelee kuharibu tunachokiona kinafaa, ili wazungumze. Sisi hatuna roho mbaya kusema tuumize vitu vyetu, isipokuwa tunaumizwa na namna gani nchi yetu inavoliwa na watu wachache na watu wa kutoka nje ya taifa letu. Kwa hiyo sasa tupandishe sauti kwa vitendo. Tukisema kuandamana, tuamshe walioko maeneo yote ya nchi hii waweze kuja waweze kusikia kwamba kuandamana ni kukomboa taifa. Kuandamana sio uhaini. Wahaini ni wao wasiotaka kubadilisha katiba taifa hili. Wahaini ni wao ambao hawataka kusikiliza raia. Wahaini ni wao ambao wamekanyaga haki za binadamu wa Tanzania. Wahaini ni wao ambao hawataki kusikiliza hata Umoja wa Mataifa unapowashauri. Kwa hiyo ndugu zanguni, ni hima kila mmoja aone kwamba ili taifa linamuhusu kulipambania kwa namna yoyote. Kwa hayo nayozungumza, Mungu awabariki. Tuko pamoja, tusichoke kwenda kupambania taifa letu. Hakuna mama tuliokuwa naye, hakuna baba tuliokuwa naye, isipokuwa ni Tanganyika. Asanteni. Nashukuru ndugu yangu sana kwa ushindi. Kwa maoni yako. Kuna kitu moja naongezea. Juzi tu tulikuwa nyumbani kitu kama Februari. Waziri mkuu alikuwa hapo, akakuja siku ya soko Alhamisi, lakini alikomboa watoto wa technical wa university kwa mobilize watu kwa sababu wanashughulika na yeye. Hakuna, tusidanganywe. Wananchi wamepoteza imani na CCM kabisa, na tulikuwa tunaipenda, lakini tulipoteza imani na wao. Ni jambo mzuri, tushikane, lakini ikifika hiyo siku mimi napenda tujitolee muhanga, tuharibu hizo institutions zote zake yenye anajifanya nayo. Ikulu sio ya mama yake, bunge sio ya mama yake, ni kodi zetu zinajenga. Mahakama sio yake, tunaichoma sisi, tutaichoma na tuijenge kwa kodi yetu. Ndio hiyo tunataka, tukiharibu hizo institution. Hata tunaona wananchi wanaresisha, hataki kusikiliza shida zetu. Kwa nini? Good morning. Mr. Molen? Mr. Molen? Mr. Molen? Nakusikia dadangu. Mr. Molen? Mr. Molen? Yes. Godiababu anakujibu au usikii? Nilikuwa simsikii. Okay, naomba sekunde moja kwa sababu niko mazingira mabaya, siwezi kuongea. Ila naomba nitoe angalizo moja hapa kwa watu mlioko hapa. Kwanza samahani sana kwa kukuingilia, ulikuwa unaongea sio utaratibu mzuri, na niwapongeze wote ambao mko hapa. Nina jambo moja nataka kuliongea kwa watu wote mlioko hapa. Nadhani sote tumekutana, tulikuwa tujuani. Yaani tumekutana tu ni kwa sababu ya kupambania harakati, ni kwa sababu ya kulipambania taifa letu. Nimepita tu nilikuwa na scroll kupata na shangaa wako wanazungumza uchafu mtupu kwenye live ya kina Mkomba, kina Chuga Arusha, sijui ndo nani ndo amepandisha hiyo live na Trump akiwa kule, lakini sitasema tumchukie Trump kwa sababu amepanda kule na hili bango, kwa maana ya kwamba mwenye akili aone. Yani hoja yao ni kwamba kwa nini iwekwe hii picha, kwa nini iwekwe rangi ya CCM? Tunataka kutawala kila kitu, nchi ni ya kwetu. Hata hizo rangi tunataka tuwanyanganye, wajue kwamba hawana nguvu yoyote, hawatatambulika. Itakayotambulika ni sisi wenyewe wananchi. So kama kuna mwananchi mwenye akili timamu, hauwezi kutoa sababu yani badala uone sababu ya kwa nini unatakiwa kuandamana, unatafuta sababu ya kwa nini rangi ya bango iwe kwenye rangi ya kijani. Huo utakuwa ni ujinga na upumbavu wa mwisho. So ndugu zangu mlioko hapa, mimi si mtu masaa panda kwenye hizi live na kuongea, na ingiaga tu chini kwa sababu ya mazingira yangu. Lakini hebu tutumie akili na busara. Kuna watu wapo tunawaona ni wenzetu, lakini ukweli kwamba si wenzetu. Mtu yeyote, mimi mara ya kwanza hii tarehe tunaitangaza tulisema kwamba
haijalishi tuna tofauti kiasi gani. Tofauti zetu tuweke pembeni, tudili na kufanya haya maandamano ili tuondoe adui. Lakini ukikutana na watu wazima ambao uliwaona ni watu wazima afu wanaongea upuuzi, yani wako wanajadili hakuna maandamano hapa, watu tutawachinja, tutawanyoa, yani maneno ni ya ajabu, sijai hata zoea. Sijui hata ni wasimuliaji. Na live bado iko inaendelea. Hebu jaribuni kupinga ambapo unaona kuna mtu anajitokeza. Wewe umetenga muda wako huko hapa, alafu mwisho wa siku unakutana na vitu vya ajabu. Asanteni jamani, mazingira yangu sio mazuri. Jamani, naombeni tuendelee na mada zetu, hawa watu watajijua wenyewe na mshika wako. Sorry kidogo kaka. More utarudi. Mimi ndio maana nimesema kwamba nimepita pale nikakuta Trump anamshambulia, nikamwandikia ujumbe kwamba nakuomba shuke. Sikupanda. Sasa tumeshatoka kwenye mazingira ya kuumizana vichwa. Sisi tujue tunachofuata. Tunafuata ukombozi wa taifa. Hatufuati Dorcas akasema hivi, tumfanye hivi. Hatufuati Kiutia amesema hivi, tumfanye. Sisi tunachokitaka tunapambana na CCM. Wale wameshatoka kwa kupambana na CCM, wamekuja kupambana na sisi. Tutoke huko. Nitaumia sana nikiona hii cream kuna moja ameenda kubishana nao. Kabisa nitaumia kabisa. Dada zangu nawapenda na waheshimu. Msije mkajichanganya kwenye mambo hayo kwa kuwa hayana busara, hayana nani. Mtakuwa mnatuumiza sisi ambao tunafanya vitu vingine yani vikubwa tofauti. Tukiamini nyinyi mngefungua live tutakuja kupumzika, kuzungumza tukiwa tumetulia kwenu. Tunaomba wale watu waendelee kufanya mambo yao. Sisi tuendelee kufanya mambo yetu. Wanatupinga kwa kila namna. Tusikubali, asanteni, tusikubali. Ndio, yani mimi ningependekeza jamani, tusiwe tunaongelea kabisa hizo mada. Yani mkikuta huko, yani mnarudi huku, tunakaa tunaendelea na mambo yetu. Maana tunakuwa tunatoka hadi kwenye mada na Mungu ambao nimeongea hivyo kwa sababu ya watu ambao tuko nao hapa, si kwa ajili ya wale. Naongea hivyo kwa ajili ya watu ambao wanatenga muda wao kuja hapa kwenye live ambayo umeipandisha, then kupotezewa, kwa sababu watu wanaingia kwenye live wanapanda kwa mahosti. Nyinyi mahosti ndio mnapandisha live. Hosti unapopandisha kama hivi unaposema ndio, lakini tunawaambia kwa sababu ni ndugu zetu wametenga muda wao, wamekuja kwenye live yako, wamepanda, wasije kwa wanazungushwa huku na kule wakati wenyewe wanatenga muda wao. Wao wanaelewa sehemu za kupanda na kutulia na kupiga nondo ama kujua wanalikombaje taifa lao. Asante sana. Kuna kitu moja tunasemaga, tusishindane na wajinga. Unaweza kuta wazimu hana nguo na uko na nguo, ukimfukuza wewe ndio unaonekana wazimu sababu wewe ndio umevaa nguo. Ni maoni yangu tunatoa jamani. Tukiona mtu anakuja hapa kwa hii live anatuongelesha ujinga, tunaweka nondo, tunaweka block, asije akaribu hisia za watu wote. Na kitu kingine naomba dada zangu na brothers tukiwa hapa, mjue tunaenda vita. Lazima vita ujipange, ukuwe na silaha zote ndio uweze kushinda adui. Mimi natoa tu kama maoni, na kama nitakuwa nimepotoka na nyinyi mtanirudisha kwa line. Kama kuna uwezekano tunaweza fungua grupu letu la WhatsApp la kufanya fund. At least kama dada Kiuta akiumia tuko na uwezo wa kumnunulia maji, ama kaka Joseph akiumia tuna uwezo kupeleka hospitali, tunalipa bili yetu. Before ifike hiyo July tukue na akaunti yetu at least ina raise pesa. Kwa hiyo hatutakuwa na wasiwasi yoyote, tuna uwezo wa kumsaidia mtu yoyote ambaye tuko kwa vita, kwa sababu lazima vita ukienda lazima ufunge mkishibi, lazima ukuwe na silaha, lazima ujipange kwa vyovyote vile. Lakini ni maoni yangu jamani. Asante kaka Joseph kwa maoni yako, tumewasikiliza. Nitaka nimshukuru Ushindi ameongea pointi nyingi sana hapa. Nadhani tunaongea vitu vingi vya maana ambazo tunatakiwa tuvifanyie kazi kila itwapo leo, na pia tusisahau kama tuna jukumu ambalo liko mbele yetu. Tarehe 7 mwezi wa 7 tunatakiwa tuende tukapambane. Yaani hatuendi kujaribu, bali tunaenda kupambana kwa ajili ya taifa letu. Tunaenda kupambania haki zetu za msingi, tunaenda kupambania uhuru wetu kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tushikamane na tufocus na kitu ambacho kiko mbele yetu. Ninaomba Palmas ufungue mic, karibu.
Asante sana Dadokas na wengine wote. Asanteni sana. Actually nilipanda hapa juu kwa sababu nilikuwa tu hapo chini na support live, nikamsikia mtu anasema kwamba sijui nimeongea ujinga hapo chini, wakati mimi nilikuwa najaribu kumuelewesha yote zile points alizokuwa anaziongea tulishawahi kuzijaribu. December 9, December 25 maandamano hayakufanikiwa. Nikawa namuelezea, akawa anasema huyo mtu mshusheni, sijui mtoeni, sijui mblock. Sasa kaka yangu Joseph, sijui ni mgeni I don't know. Hayo mambo yote tulishayafanya, tulishayajaribu yakashindikana. For you to call me stupid just because I'm trying to kukuelewesha sio sawa. Kupanda hapo juu haikupi wewe authority ya kuwatukana watu wengine ama mawazo yao, kwa sababu wewe hivyo fanya haupishani na Samia. Mtu anajaribu kukuelekeza tu, umeshamtukana. Tena hata sija kutukana unamuita mjinga, why? Kwa hiyo tuheshimiane jamani. Au uko chini, unless mtu ni mwana CCM amepita hapo anatutukana, anaongea mambo ya ajabu, kweli ablokiwe. Mimi sija kutukana. Ndio hicho kilichonipandisha. Kingine, tusaidiane jamani kusambaza ujumbe huu wa maandamano. Ukipita kwenye peji zozote, ziwe za Umbea, ziwe za huko sijui wapi huko au huko wanakotukana, wewe weka maandamano tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Full stop. Maandamano ya nchi nzima. Hivyo kwenye kwenye pages za watu maarufu, kwenye pages za hata hao wana CCM, andika. Sio wote walioko kwenye chama cha CCM wanapenda hayo mambo yanayoendelea, ingawa hatuwapendi, sawa. Kwa hiyo tusaidiane kusambaza huu ujumbe. Kuhusu kingine ni kuhusiana na au ndugu zetu jamani. Yani kwa mfano vile dada God above everything ulivyofanya, it's okay, ni sawa. Lakini unakuna mtu mwingine ambaye unajua sisi wa Tanzania tunapenda sana haya mambo ya magomvi, tunapenda sana umbea. Kama hivyo ulivyoondoka, lazima kuna watu pia wameenda tena kule kusikiliza what is going on there. Kwa hiyo yani ukiona kama vitu kama hivi, you just let it slide. Inaendelea, then mwishoni tunaweza tukaambizana kwamba kuna hiki na hiki kinatokea, jamani tusifanye hivi, tusitukanane, tusifanye nini, kwa sababu sisi huko hayo mambo tulishaga ya sahau, hatutaki, we don't, yani mimi personally, yani I even don't know what they do, siendagi hata huko. Yani kama ulivyosema hakuna slide tu kwenye post hivyo, na mimi sometimes waga napita. Kwa hiyo jamani tujitahidini sana, tupuuzie haya mambo. Wenyewe wakisha puuziwa wataacha tu. Wataacha tu. Ni hayo tu, asanteni. Naomba nishuke, nitakaa hapa chini. Asante kidogo kabla sister yangu hujaenda. Mimi sikuwa na ubaya, but mimi nilikuwa nafikiria una support huyu baka sisi Samia Suluhu. Kwa hiyo kama kuna mali nimekukwaza, naomba uniwe radhi. Kwa hiyo kwa kweli usiwe na kinyonga na mimi. Kwa hiyo kinyongo na yani mimi nikishamwambia mtu niko nimemaliza. I'm done, yani ndio niko hivyo. Yeah. Tumefunga mjadala huu, tuendelee na focus. Asante. Okay. Asante, tumekuelewa pia. Tunajua tu sisi lengo letu ni maandamano, na maandamano yanahitaji umoja wetu na kupambana kwetu ndio ushindi wetu. Kwa hiyo tusipoteze muda. Yani hapa tufikirie ni jambo gani tunapambana vipi na hawa watu ambao wamechukua haki yetu kwa nguvu, wameishikilia kwetu na kia tuwanyang'anye. Sio kitu rahisi. Kwa hiyo hapa inabidi tupambane na tusaidizane sana kufikiria
plan B au njia nyingine au namna nyingine ambayo tunaweza tunarudi barabarani kwa namna gani, kwa staili gani, au ni kitu gani tunatumia. Nataka kusikia vitu kama hivyo, maana tuna jambo kubwa sana ambalo linahitaji utulivu wetu kutokana na hatari ambayo tumeshakutana nayo na vitu ambavyo vinaendelea. Kwa hiyo vinahitaji umakini, utulivu, na tuamue kitu kilicho kizuri, maana yani tunapambana na watu ambao tunahitaji kuwa watulivu kabla tujaamua jambo lolote. Kaka Mkombozi, karibu. Asante sana, asante kwa nafasi. Kuna mambo machache naomba ni yagusie, japokuwa itaonekana kama na yarudia haya yaliyozungumzwa, ila tunahitaji kuwa smart na tunahitaji kuwa focused. Na wenzetu nadhani nilishawahi kuzungumza kwenye live moja, japokuwa sikumbuki ni ipi. Wenzetu they are very smart. Na kwa nini ni wako smart? Kwa sababu wameshajua weakness yetu ni nini. Kwa hiyo wanatumia weakness ile ile kumaliza hizi movement. Nilishawahi kuzungumza nikasema tuangalie trend ya ile mipango ya maandamano tuliyofanya. Turudi tarehe 9 Disemba. Tulikuwa tumeshapanga vizuri, tumesha mobilize watu vizuri. Tulipokaribia ile siku kukaa kuna confusion ya maandamano yetu yanaanzia wapi. Wengine wanasema UN, wengine wanasema Ikulu, wengine. Kwa hiyo ukiangalia ile ni strategy ambayo walitumia wao kutugawa na walifanikiwa. Twende kwenye maandamano ya Disemba 25, Christmas. Tulipokuwa tunakaribia zile tarehe za mwisho, tulianza kuona kuna mvurugano, mvutano, kugombana, kutukanana na kadhalika. Sasa hivi haya maandamano ya Sabasaba yamepamba moto. Unaona kitu kinachofanyika sasa hivi ni kwamba kuna zile movement ambazo zinaendelea za kupunguza moto. Kwa hiyo watu wengine ambao wana discourage, wanakataa maandamano, lazima tujifunze. Hawa watu wapo kimkakati na ni watu ambao wanatumiwa na mfumo. Wanaambiwa kabisa, wewe nenda jifanye kama mpambanaji hivi na hivi, ongea lugha yao, lakini mwisho wa siku mambo yakishaanza kukaa vizuri, anza kuvuruga, ingiza ugomvi, ingiza kupinga, ingiza nini. Kwa hiyo tunavofocus kwenye ugomvi, tunawapa wao ushindi. Kwa hiyo hii ni strategy, sio kwamba ni bahati mbaya. Hii ni strategy ambao wanaitumia na wamekuwa wakitumia miaka na miaka. Kipindi cha nyuma walikuwa wanatumia strategy za udini, walikuwa wanatumia strategy za ubara, Uzanzibari, walikuwa wanatumia strategy za ukanda. Kwa hiyo kwa mtu ambaye unaangalia historia ya Tanzania utaweza kuelewa kwamba mikakati ipi ambao wanatumia CCM. Kwa hiyo lazima tuwe smart, tuelewe strategy ambazo wanatumia wao na jinsi gani tunaweza tukazi counter hizo strategy ambazo wanakuja nazo, na sisi tukaingia na strategy ambayo ni nzuri zaidi. Swali dogo au mchango mdogo kwenye content creators. Ilitengwa bilioni 2 kwa ajili ya content creators. Unadhani ile ilikuwa ni bahati mbaya? Hapana, ile ilikuwa ni mpango mkakati wa kufifisha hizi harakati za kudai haki, za kudai Tanganyika yetu, za kudai uwajibikaji juu ya yale yaliyotokea tarehe 29 na katiba ambayo tunaitaka katiba mpya, lakini ikiwa chini ya kamati ambayo itakuwa iko neutral, ili tuwe nafasi kwa kila mmoja kutoa maoni yake na tuwe na katiba ambayo ni shirikishi, jumuishi, na kila mmoja anufaike kwenye keki ya taifa. Kwa hiyo ninachotaka kuwaambia, we need to be smart, na tukiwa smart tusiwe emotional. Tunapokuwa emotional tunakosa nafasi ya kujifunza adui yetu anafanya nini. Maadui zetu wameshajifunza sisi tunafanya nini. Ndio maana tuna watu ambao tuko nao kwenye harakati na wapo kufifisha harakati. Kwa wenyewe kwa kiasi kikubwa wametushinda, ila tukikazana, tukistay focused,
na sisi tukaanza kutumia strategy za kuingia kwenye mifumo, maana yake na sisi tutawashinda, kwa sababu tutakuwa tunajua wanayoyapanga in advance na tukaweza kujiandaa vyema. Kwa sababu wakati mwingine ni vizuri kujifanya mjinga ili umchote akili yule anayetaka kukudhuru. Ukishamfahamu sasa, ndio unapanga mashambulizi. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi ni kuna watu wanafanyia kazi mfumo, na kwa sababu wanafanyia kazi mfumo, lengo lao ni nini? Ni kuandaa mada ambazo zitawatoa watu kwenye focus ya maandamano, na kwa kufanya hivyo sasa tayari wanakuwa wameshashinda ile mipango yao, na ndio ilikuwa lengo lao. Kwa hiyo ndugu zanguni, haya mambo yatakuja mengi sana. Kuna wengine wataanza kuongea mambo ya kutukanana, kuna wengine wataanza kuongea mambo ya umbea, kwa sababu wanaangalia Watanzania wanapenda nini. Samani. Kwa hiyo wanapita na zile area of interest, na hile kwetu inakuwa kama ni weakness. Naomba tushike vitu 4 vya msingi ili uweze kupambana na adui yako. Kuna kitu wanaitwa SWOT analysis. SWOT inasimama kwa strength, yani uimara wako uko wapi, yani eneo gani unafanya vizuri kuliko maeneo yote. Weakness, udhaifu wako uko wapi, kupitia ule udhaifu unawezaje kujikinga na adui, kwa sababu anatumia ule udhaifu kukudhoofisha wewe na zile harakati ulizo nazo. Opportunities ni zile fursa zilizopo katika kile ambacho unakipigania au kile unachokitafuta. Opportunities ziko zipi? Tuna opportunities nyingi. Tukianzia hali ya maisha kuwa ngumu, hiyo kwetu ni fursa. Mafuta kupanda bei, hiyo kwetu ni fursa. Vijana kukosa ajira, hiyo kwetu ni fursa. Mauaji yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10, hiyo kwetu ni fursa. Ukatili, utekaji, unyimwaji haki, uonewaji wa Masai Ngorongoro, hizo zote ni fursa. Tunazitumiaje fursa hizi kumwattack adui? Umeshanielewa? Kwa hiyo lazima tuwe smart. Threat, tunaangalia hatari gani zipo au zinaambatana na haya mapambano tunayofanya. Je, ni maeneo gani mazuri salama ya sisi kufanya harakati zetu tunapokuwa ground? Ni jinsi gani tunakabiliana na endapo limetokea jambo fulani na katika mazingira ambayo ni hatarishi, tunawezaje kujikinga na yale madhara yasituumize, yasituharibie ile mpango mikakati? Ni watu gani tunatakiwa tuwaamini tukae nao pamoja katika hii mipango wasituuze? Twende na mikakati gani? Tukishayatambua hayo, hakuna kitakachotushinda. Sasa hivi tuna kazi wa 7 tunarudi. Tarehe 7 mwezi wa 7 tunarudi. Na kwa nini tunarudi? Kulikuwa kuna challenge ilikuwa chini ya Flower, Dorcas alikuwepo na wengine. Ile ni sehemu ya mpango mkakati ambao upo unafanya kazi. Kila mtu aliyechukua jukumu la kwenda kuandaa maudhui au ujumbe ama video ya kumfikia kila kundi akafanya hivyo kwa uaminifu, na tuhakikishe hizi taarifa zinaanza mapema iwezekanavyo. Nimegusia fursa zilizopo. Fursa kwetu sisi ni ule udhaifu, yale maumivu, ule uchungu ambao Watanzania nao kutokana na hii serikali dhalimu. Kwetu sisi ile ni fursa. Tunatumia ile kwenda kusambaza sumu chini. Tunawaelewesha watu wajue tunapigania kitu gani. Tusiwape nafasi, tusijadili watu wanachojadili. Kama watu wanatupinga, tuwaache watupinge. Sisi tusimame, to stay focused. Yani the moment tunageuka kuangalia wale wanafanya nini, tayari
tumeshahama na tumeshaharibu kabisa ile movement. Tunachotakiwa kufanya ni vizuri kuzunguka, kupita, kuangalia maadui zetu wanafanya nini, wanazungumza nini, katika namna ya kujifunza kupanga mashambulizi, na hii itatusaidia kustay focused. Mtu yoyote akienda sehemu yoyote, mruhusu aende, ataenda, atajifunza jambo, atakuja, atalielezea, na sisi tutajipanga vyema juu ya lile jambo ndugu yetu aliyolisikia kule ambapo ametoka. Lakini tusione kama ni anapotoka, tusione kama amekosea njia, ila tuwa encourage katika namna ya kwamba wanapokuja tujifunze ni jinsi gani tunaweza tuka counter attack hayo wanayofanya, na hapo ndipo tutakuwa tumeshinda. Ndio maana nikazungumza, ukiwa kwenye fursa kuingia kwenye system, ingia system. Tunazungumzia jeshi, tunazungumzia polisi, tunazungumzia serikalini, tunazungumzia vyama, Chama cha Mapinduzi kupitia UVCCM, kupitia wapi, sijui jumuiya ya wazazi na kadhalika. Unaweza unapoingia, unawenda kukusanya taarifa, unakwenda kukusanya mipango mikakati ambayo inakuja kutuwezesha sisi kujipanga vyema. Wao wanakuja huku, wana watu wao tayari wameshawatumia. Kwa hiyo unaweza ukaenda unakuta mtu anaweka live ya mapambano, anaonyesha anapinga hii serikali, kumbe tayari yeye yuko kwenye project ya kufifisha hizi harakati. Kwa hiyo wenyewe wameshaingiza watu wao kwenye mfumo wetu, lakini sisi hatujaingiza watu kwenye mfumo wao. Sasa katika mikakati yetu tuhakikishe tunajiimarisha kwa kuwa na intelijensia katika kila eneo. Kupitia haya tutaweza kujipanga vyema. Sasa katika mazingira kama haya ndipo umuhimu wa kuwa na Discord katika mikakati, lakini sio katika kusambaza awareness, yani kupata taarifa na kadhalika. Kuna ile mikakati ambayo ya ndani sana ambayo inatakiwa ifanyiwe Discord. Kwa wale wenye Discord ndio wakati wao, lakini hii create awareness ni muhimu tukatumia platform ambazo tunawafikia watu wengi. Lakini pamoja na hayo, nikirudi kwenye ile strength, tuangalie kila mmoja ana uzuri katika mtandao gani, anaweza kutumia mtandao gani vizuri na utumie ipasavyo. Tukifanya hivyo, maana yake nini? Kila mmoja atakuwa ameshikilia eneo lake ambalo analimudu na anafanya kazi kikamilifu, na kwa njia hizo tutakuwa tumeshika kila eneo. Comment ambayo imetumwa sana, tukituma wengi ambao tupo kwenye TikTok, maana yake tunaendelea kuipaisha. Kwa hiyo kinakuwa ni kitu ambacho kina trend. Hii mitandao huwa wanafanya analytics, yani wanafanya upembuzi, au sijui niweke katika lugha gani ya Kiswahili. Kila wanachokifanya wanaangalia topiki gani au ajenda gani inazungumzwa sana eneo gani. Lakini njia nyingine nzuri, tukipata zile audio ambazo zinafanyiwa challenge, kisha kila eneo tulilopo tutumie hiyo platform kusambaza ujumbe, kujiandaa, kuelimisha, kutumia zile opportunities. Nimesema opportunities tunazo nyingi. Yale maumivu yote, yale magumu yote, yale mauaji yote, unyimwaji wa haki, Ngorongoro, yani yako mengi, hauwezi ukayamaliza. Hizi pesa zinavyotumika ovyo kwenda kuhonga watu wamsafishe huyu mama. Ajira za vijana, tumeona kuna mfano tu juzi, kulikuwa kuna ajira 300 watu walikuwa wamesha apply, wakavuruga mnanelio ule mfumo wa uhamiaji, wameingiza watu 1200 bila kutumia utaratibu ulio rasmi. Tayari yani maumivu mengine. Elimu inavyochezewa,
kuwa na naibu waziri ambaye sio competent kwa sababu tu nepotism, yani kwa sababu ni ndugu yangu nimempa nafasi na kwa sababu mimi nipo kwenye mamlaka. Haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuyatumie kama fursa, ambao kwa wao ni udhaifu. Kwa hiyo udhaifu wao ni fursa kwetu. Kwa hiyo tunafanyaje sasa kuzibadilisha ule udhaifu wao kuwa fursa na kuweza kuwafikia watu wengi. Kwa hiyo ndugu zanguni, tuendelee kupambana bila kuchoka. Kazi tulionayo ni kubwa na tupo pazuri. Yaani ninachohakikishia ni kwamba tuko pazuri. Ukiona jinsi Samia anavyohaha, analindwa na wanajeshi. Yaani kuna wanajeshi, kuna usalama wa taifa, alafu kuna mapolisi tena. Maana yake nini? Haamini kile nchi anayoiongoza. Haamini kama yuko salama. Kwa hiyo naye anaishi kwa wasiwasi. Hivyo tuko pazuri. Kwa hiyo tujue kazi tunayofanya ni kazi iliyotukuka. Tusivunjike moyo, tusimame kwenye mstari. Ambao tuko nao pamoja, tutakuwa nao pamoja. Ambao hatuko nao pamoja, lazima tutawaacha njiani. Na kopi msemo wa Dr. Slaa alisema, msilazimishe mwende wote. Wale ambao mnaona wanawarudisha nyuma, waacheni. Nyie nendeni mbele. Naomba nihitimishe hapo na hongereni sana kwa kazi kubwa mnaendelea kufanya. Asante sana. Asante sana kaka Mkombozi, umeongea vitu vingi jamani. Kuongea tunaongea vitu vingi sana na ni vya maana, yani utoke kumsikiliza mtu, kwa sababu vyote vinatupa mwanga na tunajua wapi tunaelekea. Wapendwa, naomba tumkaribishe sijui nani ameanza hapa. Saiwani ndio umeanza kuja, naona ulishuka sijui. Saiwani, fungua mic. Mimi ndio fungua mic wewe. Tunapozungumza hapa tusikilizane kwa makini. Kwa hiyo msikiliza anavyoongea mtu, chukua point, na kwa sababu hatuna muda, yani muda umeisha. Miezi 2 sio mingi. Tuna vitu vingi tutakiwa tufanye. Karibu. Asante sana dada Emi. Mimi kwanza, kitu cha kwanza kabisa ninachotaka kusema ni kwamba niwapongeze ndugu zangu, wanaharakati wenzangu, kwa hichi mnachoendelea kukifanya, kwa hichi ambacho mnakipigania. La msingi na la sekondari ni kuendeleza hizi harakati kwa staili hii. Yani unatakiwa umake sure kwamba adui akutoi kwenye focus in any way. Yani